Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba anategemea hata kuwa na vita dhidi ya Iran. Rais huyo amesema anazungumza na Iran na kuweka wazi atawacha uwezekano wa kuepuka operesheni ya kijeshi. Msemaji wa jeshi la Iran alionya jibu la Tehran kwa hatua yoyote ya Amerika haitakuwa na kikomo. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kwamba anatumai kuepuka hatua za kijeshi dhidi ya Iran ambayo imetishia kushambulia vituo vya Marekani na kubeba ndege ili kukabiliana na shambulizi lolote. Trump amesema anazungumza na Iran na aliacha wazi uwezekano wa kuepuka operesheni ya kijeshi, na ni kutokana pia na kile ambacho kimeelezwa na baadhi ya viongozi wa Iran kwamba wao wamejipanga na wataishambulia vibaya Marekani, hasa vituo vyake vya kijeshi vilivyopo Mashariki ya Kati. Alipoulizwa kama atakuwa na mazungumzo na Iran, Trump aliwaambia waandishi wa habari, nimefanya na ninapanga juu yake, nitafanya mazungumzo tumalize uhasama, anasema Rais Donald Trump. Tuna kikundi kinachoelekea mahali paitwapo Iran na tunatumai kwamba hatutalazimika kuitumia, Rais wa Marekani aliongeza alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari katika onyesho la kwanza la filamu kuhusu mke wake Melania. Hii ilikuwa ni Alhamisi, lakini amerejea mpango huo akisema kwamba hatarajii kuingia vitani wakati huu dhidi ya Iran. Amesema bado mazungumzo yanaendelea na anasema ni mazungumzo mazuri ambayo yanaweza yakasaidia kuondoa sintofahamu iliyopo kati yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakati Brussels na Washington zikitoa matamshi yao dhidi ya Iran na kutoa vitisho vikali wiki hii, mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo juu ya kuepusha mzozo ambao unaweza kuwa na matokeo mabaya katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Iran alionya jibu la Tehran kwamba litakuwa ni kubwa mno na lisilokuwa na kikomo. Ni vita ambavyo Iran imesema ingepigana wakati wote, kama ilivyokuwa Juni mwaka uliopita wakati ndege na makombora ya Amerika yalipojiunga kwa muda mfupi katika vita vya anga vya Israel dhidi ya Iran, lakini itakuwa ni jibu la uamuzi kutolewa mara moja. Brigedia Jenerali Mohammed Akraminia aliambia runinga ya serikali kuwa wabebaji wa ndege za Marekani wana udhaifu mkubwa na kwamba vituo vingi vya Marekani katika eneo la Ghuba ziko ndani ya safu ya makombora yetu ya masafa ya kati. Ikiwa upotoshaji kama huo utafanywa na Wamarekani hakika hautatokea jinsi Trump anavyofikiria. Tutatekeleza operation ya haraka, na kisha masaa mawili baadaye akituma barua pepe kwamba operation imekamilika, anasema kwamba wakati huu itakuwa tofauti kabisa. Afisa mmoja katika Ghuba ambako maeneo kadhaa huandaa maeneo ya kijeshi ya Marekani alisema kuwa hofu imekuwa ni kubwa sana, na hofu upande wa Marekani nao kuishambulia Iran ipo wazi. Ingeleta eneo hilo katika machafuko, ingeumiza uchumi sio tu katika kanda bali Marekani na kusababisha bei ya mafuta na gesi kupanda ulimwenguni kote, afisa huyo anasema. Kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na rais wa Iran Masoud Pezeshkian walifanya mazungumzo ili kujadili juhudi zinazofanywa ili kupunguza mvutano na kuleta utulivu. Hata hivyo, Rais Masoud Pezeshkian pia alipokea simu za viongozi wengi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja kutoka kwa kiongozi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambapo walizungumzia namna ya kuepuka mapambano kati yake na Marekani. Umoja wa Ulaya wakati huo uliongeza shinikizo kwa kulitaja jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kuwa ni shirika la kigaidi kutokana na ukandamizaji mbaya wa maandamano makubwa ya hivi karibuni. Gaidi kwa hakika ni jinsi unavyoweza kuita serikali inayokandamiza waandamanaji wake kwa damu. Mkuu wa EU Ursula von der Leyen alikaribisha uamuzi uliochelewa, ingawa kwa kiasi kikubwa ni ishara. Uamuzi wa EU tayari umetoa onyo kutoka Tehran. Jeshi la Tehran lilishutumu hatua isiyo na mantiki ya kutowajibika na inayoendeshwa na Umoja wa Ulaya kwa madai kuwa umoja huo ulikuwa ukifanya utiifu kwa maadui wakuu wa Tehran, Marekani na Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.